Uoga kwa mataifa ya NATO unazidi kuongezeka kutokana na ndege zisizokuwa na rubani za Urusi ambazo ziliwahi kupita katika baadhi ya mataifa ya NATO. Wimbi la hivi majuzi la uvamizi wa ndege zisizokuwa na rubani na ndege za kivita katika anga za nchi nyingi za Ulaya limeongeza wasiwasi kuhusu makabiliano makubwa ya kijeshi kati ya NATO na Urusi. Kambi hiyo sasa imeimarisha ulinzi wake katika kukabiliana na ndege hizo. Poland na Romania zinatumia mfumo mpya wa silaha kujilinda dhidi ya ndege zisizokuwa na rubani za Urusi kufuatia msururu wa uvamizi katika anga ya NATO katika miezi ya hivi karibuni ambao ulifichua udhaifu wa muungano huo na kuiweka Ulaya katika makali yake. Mfumo wa Merops wa Marekani ambao ni mdogo kutosheleza nyuma ya lori la ukubwa wakati unaweza kutambua ndege zisizokuwa na rubani na kuzifunga na kuzidungua kwa kutumia akili bandia, kusogeza mawasiliano ya satellite na kielektroniki ambao unaonekana pia kukwama. Pamoja na kutumwa nchini Poland na Romania, Merops pia itatumiwa na Denmark. Maafisa wa kijeshi wa NATO waliliambia shirika la habari la Associated Press, sehemu ya hatua ya kuimarisha ulinzi katika upande wa mashariki mwa muungano huo. Lengo ni kufanya mpaka na Urusi kuwa na silaha za kutosha kiasi kwamba majeshi ya Moscow yatazuiwa kuwahi kuvuka kutoka Norway kaskazini hadi Uturuki kusini, maafisa hao walisema. Ndege za kivita za F-35 zinaonekana maeneo mengi katika mataifa ya Ulaya, hasa ya NATO, ambapo ni katika pia kujilinda dhidi ya Urusi. Haja ya teknolojia kama hiyo imeongezeka baada ya takribani ndege 20 za Urusi zisizokuwa na rubani kuruka kwenye anga ya Poland mapema Septemba. Jeti za mamilioni ya dola ziligombaniwa kujibu ndege zisizokuwa na rubani ambazo ziligharimu makumi na maelfu ya dola. Romania baadaye ilikabiliwa na uvamizi wa ndege zisizokuwa na rubani, huku ndege hizo zikifunga kwa muda viwanja vya ndege vya Copenhagen, Munich, Berlin na Brussels. Pia kulikuwa na matukio karibu na vituo vya kijeshi nchini Ubelgiji na Denmark. Ingawa asili ya ndege hizo haikuweza kufuatiliwa kila wakati hadi Urusi au kuhusishwa na vita vyake huko nchini Ukraine, hitaji la dharura la kuimarisha ulinzi liko wazi. Mapigano ya muda mrefu ya ndege zisizokuwa na rubani au hata vita kamili kama huko Ukraine ingemalizia hazina ya magharibi na hifadhi ndogo ya makombora. Kile ambacho mfumo huu hufanya ni kutupa utambuzi sahihi, alisema Kanali Mark McLennan, mkuu msaidizi wa operesheni katika kamandi ya ardhi ya washirika wa NATO, akisema zaidi kwamba ina uwezo wa kulenga ndege zisizokuwa na rubani na kuzishusha, na kwa gharama ya chini pia ni nafuu zaidi kuliko kuruka kwa ndege za F-35 angani ili kuangusha makombora. Changamoto ni kutambua tishio na kisha karibu mara moja kupanga jinsi ya kushambulia, alisema Brigedia Jenerali Zekariz Hernandez, naibu mkuu wa wafanyakazi kwa mipango katika kamandi ya ardhi ya washirika wa NATO. Hiyo pia inadaiwa kwamba inahitaji mzunguko wa uzalishaji wa haraka sana kutoka kwa maendeleo hadi uwanja wa vita ndani ya wiki. Wakati huo Urusi pia inalazimisha ndege zisizokuwa na rubani kwa wingi, zikiwa na kamera engine zinazoendeshwa na ndege na antena za hali ya juu za kuzuia msongamano. Pia imelazimika kuzoea, kama Rais wa Urusi Vladimir Putin alivyokubali mapema Oktoba, kwamba lazima wakubaliane na kile ambacho kinatendwa na watu wa NATO na wao wajiandae zaidi kwa ajili ya kukabiliana na jinsi ambavyo NATO wanafanya. Akizungumzia juu ya kushindwa kwa majeshi ya NATO huko nchini Ukraine, Putin alikiri hadharani kwamba kulikuwa na nyanja zote ambazo ujuzi wetu haukuwepo, lakini tuliweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa na kuweza kushughulikia baadhi ya silaha zilizotoka katika mataifa ya NATO. Urusi sasa inaweza kutoa teknolojia hali ya juu zaidi ndani ya siku chache zijazo. Ukraine na NATO na Urusi ziko katika mchezo wa paka na panya wa kiteknolojia, maafisa wa NATO walipendekeza. Tunaona kile Urusi inafanya nchini Ukraine, wanaeleza maafisa wa NATO, wakisema lazima tuwe tayari kwa hilo na lazima tujipange kwa ajili ya kuweza kupambana na Warusi. Merops ni awamu ya kwanza ya kujenga ulinzi wa anga katika nchi za NATO na ni mchakato ambao unatabiriwa kuchukua miaka 2 hadi 5. Uvamizi wa ndege zisizokuwa na rubani za Urusi na ukosefu wa utulivu kwenye ubavu wa mashariki wa NATO unatokana na vita vya Urusi nchini Ukraine ambavyo sasa vinakaribia mwisho wa mwaka wake wa 4.
Mgogoro huo umekuwa chanzo cha maendeleo ya ndege zisizokuwa na rubani na kubadilisha uwanja wa vita kuwa eneo la majaribio kwa teknolojia mpya ambayo sasa inatumika mahala pengine huko Uropa. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.